Mwongozo wa kujifunza Biblia. Hii ni Machi 18, siku ya Jumatano. Mada inasema kuombeana. Soma Wakolosai sura ya 4 aya ya 2 hadi ya 4. Unapata kanuni gani za maombi katika aya hizi? Ni mambo gani ambayo Paulo anayaomba? Baadhi ya maneno muhimu tunayoweza kumwambia mtu ambaye anapambana na masuala ya aina mbalimbali, iwe ya familia, afya, fedha au jambo lingine, ni ninakuombea. Hii ni njia iliyochaguliwa ya mbinguni ya kuunganishwa na kuchangamana. Ni sehemu ya mpango wa Mungu kutupatia kama jibu kwa ombi la imani kile ambacho asingetupatia ikiwa tusingemwomba. Ellen G. White, Pambano Kuu, ukurasa wa 432. Ona maelezo yenye matokeo ya maombi ambayo Paulo anatumia: dumuni au vumilia sana, kukesha na shukrani, kuashiria kwamba hii ni sala ya imani. Wakolosai 4 aya 2. Anatuambia tuombe kila wakati, Waefeso 6 aya 18, na bila kukoma, Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 aya 17. Cha kushangaza zaidi, ingawa hatujui kuomba jinsi tupasavyo, Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Warumi sura ya 8 aya 26. Soma tena Wakolosai sura ya 4 aya 3. Ni upi mlango wa lile neno ambao Mungu anaweza kukufungulia ili kushiriki imani yako? Jambo la maana ni kwamba Paulo aliomba pia ili apate maneno yanayofaa ya kusema. Nyakati zingine tunaposoma nyaraka zake au hotuba zake katika kitabu cha Matendo ya Mitume, tunadhani kwamba mtume huyu daima alikuwa mwenye umbuji, asiye na shaka lolote kuhusu kile anachopaswa kusema. Lakini hapa anaomba ombi ili aweze kutangaza ujumbe, nidhihirishe, Wakolosai sura ya 4 aya 4. Pia anatumia neno la Kiyunani la maana sana, dei, katika kirai cha mwisho cha aya, kinachoweza kutafsiriwa kama inipasavyo kunena, akionyesha haja ya kiungu ya kazi ya kutangaza Injili. Alitambua umuhimu wa kuwasilisha ujumbe kwa watu wa ngazi za juu zaidi za serikali ya Kirumi, ikiwa ni pamoja na nyumba ya Kaisari. Si lazima kila wakati kupiga magoti ili kuomba. Jenga tabia ya kuzungumza na Mwokozi ukiwa peke yako, unapotembea na unaposhughulika na kazi yako ya kila siku. Hebu moyo uinuliwe daima katika ombi la kimya kwa ajili ya kupata msaada, nuru, nguvu na maarifa. Hebu kila pumzi iwe sala. Ellen G. White, The Ministry of Healing, ukurasa wa 510 na 511. Hii ni Machi 18, siku ya Jumatano, mada ikisema kuombeana. Na hapo kesho tutakuwa tukiangazia mada inayosema kuenenda kwa hekima katika siku ya Alhamis. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu nasi sasa na hata milele. Amina.